ya mema, ninatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, Joni kafurahini hapo. Msalaba ndio asili ya mema, tukatue mizigo hapo. Kuna uzima, furaha daima, Njooni kafurahini hapo. Shalom. Baba, tunakushukuru kwa neema yako iliyo kubwa. Asante kwa pendo lako lililo kubwa. Asante Yesu kwa fadhili zako zilizo nyingi na za milele. Tuongoze, tulinde, tutakase kwa damu yako sahi katika ibada hii tena. Roho Mtakatifu tuongoze, tuwezeshe kwa jina lako Yesu Kristo, mfalme mkuu mtakatifu. Amina, amina. Ubarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Karibu upokee neno la Bwana. Katika Marko sura ya 8 nitaanza kusoma mstari wa 31. Marko 8:31. Habari hizi za Yesu Kristo. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku 3 kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo wazi wazi. Petro akamchukua, akaanza kumkemea. Akageuka, akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro, akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe na ajitwike msalaba wake anifuate. Amen. Bwana na atukuzwe milele yote. Karibu tupate kujifunza neno la Mungu lililo takatifu. Aina ya mateso ambayo yanaleta utukufu wa Mungu. Kuna aina ya mateso ambayo huleta utukufu wa Mungu. Hapa tunajifunza na kuona aina ya mateso ambayo yalikuwa ni mateso, lakini ambayo yanazalisha utukufu mkubwa wa Mungu, yanazalisha kanisa, yanazalisha mibaraka mikubwa, yanakwenda kutengeneza mambo makubwa sana mazuri ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kuna mateso ambayo huleta utukufu wa Mungu. Mara baada ya mateso hayo, utukufu wa Mungu huonekana na mambo makubwa ya heshima kwa uweza wake. Yesu anafundisha watu kwamba imempasa, akawafundisha. Ikabidi Yesu aweke darasa la kuelezea kinachokwenda kumtokea. Leo ni Ijumaa, tunaita Ijumaa Kuu, ambayo tunaweza tukaita ni Ijumaa ya mateso, ambayo Yesu alipita kwenye mateso. Tuko kwenye kipindi cha Kwaresma, tunakumbuka vile ambavyo alitendewa, matendo ambayo yalikuwa ni mabaya na ambayo yalikuja kuleta mambo ya utukufu, mambo ya utajiri mkubwa, mambo ya neema kubwa mno kwa ulimwengu huu kwa ajili ya watu. Na Mungu anaendelea kutukuzwa. Yesu anaendelea kutukuzwa hata sasa. Na Yesu akaweka darasa, akawafundisha imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya 3 atafufuka. Kuna mateso alafu na hata kuaibishwa na kukataliwa. Kwa hiyo Yesu hapa anatuonyesha pia kwamba sisi tunaweza tukapata mateso na kukataliwa, tukakataliwa. Wewe unayenisikiliza unaweza ukaingia kwenye mateso katika hii dunia na ukakataliwa pia. Yaani kuna kukataliwa ni mateso, alafu
kuna kudharauliwa na kupigwa na mambo mengi. Ni mateso. Hayo Yesu anasema tunaweza tukayapata. Imempasa mwana wa Adamu kupata mateso. Unapata mateso, alafu huku pia unakataliwa. Inakuwa ni mateso juu ya mateso. Kwa hiyo hayo tunaweza tukayapitia, lakini tuna mlango wa kutokea. Na tena niseme ushindi wetu umekwisha kuwa tayari, kwa sababu Yesu alipita hapo ili sisi tuweze kupita kwa nguvu. Na hata tukipita tusipite kama alivyopita, lakini na tukipita tusipite tukanungunika au tukashindwa, ila tunashinda, kwa kuwa ushindi umekwisha kuwekwa tayari. Yesu anasema kuna mateso atayapata. Sasa kuna kitu kikubwa tu nataka ukione hapo. Naye alinena neno hilo wazi wazi. Yesu alinena wazi wazi kwamba nini kinakwenda kutokea. Alisema wazi wazi. Alisema au alieleza wazi wazi. Jambo linaloendelea ni kwamba Petro akamchukua, au niseme Petro akasema naye, akamkemea kwa maana ya hapana, mbona unaongea mambo ambayo sio? Kwa nini Bwana useme mambo kama haya? Haiwezekani wewe. Manake kwa heshima na utukufu aliokuwa nao Yesu Kristo, na kwa jinsi Yesu alivyokuwa, Petro anaona hili haliwezekani. Kwa Yesu huyu tuliyemuona, kwa jinsi alivyo, na tumefurahi na tunatarajia makubwa, tumeona uweza, tumeona miujiza na ishara na maajabu, anamwambia haiwezekani jambo hili. Kinachoendelea, Yesu anamwambia, au Yesu anamkemea, na anasema hapo, Petro, kuna shetani, kuna mawazo ya kishetani ndani yako. Kwa hiyo Yesu alikemea mawazo ya kishetani ndani ya Petro. Yesu alikemea fikra zilizo mbaya zilizokuwa zimemuingia Petro, au zilizokuwa ndani yake. Anamwambia, wewe shetani, nenda nyuma yangu, huyawazi yaliyo ya Mungu. Kwa maana ninachotaka tuone hasa ni hapo kwenye hilo eneo sasa, kwamba kuna mateso tutayapata, ili hayo mateso yazalishe jambo, na lazima tupite hapo. Sasa Petro anaona hapana, haiwezekani huyo akapite hapo, na ndipo Yesu anarudi kumkemea na kusema, shetani ondoka. Petro, hayo mawazo ni ya shetani, ni ya kibinadamu, huwazi yaliyo ya Mungu. Mimi ninawaza ya kimbingu, wewe unawaza ya kidunia, ya kibinadamu. Anasema hiyo iondoke kwako, hiyo ni shetani, iondoke. Kwa sababu kuna saa lazima tutapita mahali, kuna mateso tutayapitia lazima, kuna mahali pagumu tutapita, ili tuweze kufanikiwa sana, ili tuweze kufika viwango vya juu vya kiroho, vya kiimani, vya kiuchumi, vya kifedha, vya maisha ya ndoa, vya maisha ya kifamilia, mambo ya maisha yetu ili yapate kukaa sawasawa. Kuna mahali fulani tunaweza tukapita pagumu, kuna mahali tunaweza tukapitia mahali pagumu, kwa sababu kuna jambo limetengenezwa. Sasa wakati mwingine unaweza ukamwona mtu anapita, ukafikiria huyu ametenda dhambi, huyu mtumishi kuna mahali ameshakosea. Kafanya dhambi gani? Mbona anateseka hivi? Mbona amekosa hiki na kile na kile? Kumbe kuna mahali anapitishwa. Kwa hiyo wewe unaweza ukapita mahali pagumu, ukaona tabu fulani, ukafikiria mawazo mengi, lakini kumbe Mungu anakutengeneza. Usijaribu kuwaza kibinadamu. Waza kiroho kwanza. Haya unayoyapitia, haya unayokutana nayo, waza kiroho. Usianze kukimbilia tu, au moja kwa moja ukachukulia hapa ni shetani, au ukachukulia hapa kwamba Mungu ameniacha, kwamba kuna dhambi nimefanya, kwamba 1 2 3. Kwanza waza kiroho. Yesu akamkemea Petro, akamwambia, ulichonacho unachokiwaza ni cha shetani, kiondoke, kirudi nyuma, kwa sababu unawaza isivyo sawa sawa. Imenipasa, Yesu anasema, imempasa kupitia pagumu, imempasa kupitia mateso, imempasa kupitia aibu, kwa sababu anakwenda kutengeneza jambo kubwa lenye utukufu na heshima. Haleluya. Hakuna jambo zuri linaweza likaanzia kwenye uzuri. Lazima litaanzia chini, kwenye msukosuko fulani, kwenye taabu fulani, kwenye kupata shida fulani, alafu lipate kusimama
na liwe zuri la kupendeza. Haleluya. Kwa hiyo anamwambia, unayawaza mawazo yaliyo ya kishetani, ya kidunia. Mimi ninayawaza ya kimbingu, makubwa, ya utukufu. Kwa hiyo yawaze yaliyo mema. Unapopitia wakati mgumu, waza habari za Yesu, waza habari za utukufu wake. Akamwambia, unawaza yaliyo ya wanadamu. Usiwaze kibinadamu, waza kiroho, waza kimbingu, waza kimungu, ili upate kufikia lengo, upate kushinda. Kwa hiyo sio kila mateso ni nguvu za shetani au ni mipango ya shetani. Sio. Mengine yanakuja kwa sababu Mungu ameruhusu, ili tuweze kufika mahali ambapo anataka tufike, ili tupokee mambo makubwa yaliyojaa utukufu wake. Mateso. Hebu ona katika waraka wa kwanza wa Petro wa kwanza sura ya 3. Petro wa kwanza sura ya 3, angalia mstari ule wa 14. Angalia mstari wa 14. Anasema, au tuanzie wa 13. Naye ni nani atakaye wadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Naye ni nani atakaye wadhuru mkiwa na juhudi katika mema? Mstari wa 14. Lakini mjapoteswa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutisha kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Haleluya. Msifadhaike, msiogope wala kutahayarika mnapopitia mateso, kwa sababu ya, anasema kwa sababu ya haki. Kwa hiyo kuna mateso tunaweza tukakutana nayo, au vitisho au vipingamizi, kumbe tunapoitenda haki tunaweza tukakutana nayo. Ukiwa mtenda haki unaweza lazima utakutana na mateso fulani ambayo lengo lake ni kukupeleka au ni kukutaka kukuondoa, ili kwamba usije ukafikia lengo. Yaani unaweza ukakutana na mateso ambayo yanataka uache kuitenda haki, uingie upande mwingine wa pili ambao ni dhuluma au wa kunyamaza tu. Kwa hiyo tunapokuwa wa haki au watenda haki, au tunapotaka kutimiza mapenzi ya Mungu, tutakutana na mateso. Tunapotaka kutimiza mapenzi ya Mungu, tutakutana na upingamizi, tutakutana na ushawishi mbaya, tutakutana na vizuizi. Tunaweza tukakupitia mateso ambayo yanataka kwamba tuache au tushindwe. Kwa hiyo inatupasa tung'ang'ane tu, kwa sababu mbele tunakwenda kupokea thawabu nzuri, tunakwenda kupokea baraka kubwa, tunakwenda kupokea ushindi mkubwa, tunakwenda kupokea mambo yaliyojaa utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo anasema, mjapoteswa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutisha kwao. Usiogope watakao kutisha, vile ambavyo unakutana navyo, yale matishio ambayo yapo sasa, lile gumu au chochote au yeyote unayepambana naye. Usiogope utisho uliowekwa au maneno yanayonenwa. Simama, na Biblia inatuambia mtakaseni Kristo mioyoni mwenu. Maana yake Kristo aendelee kutukuzwa ndani yetu na kumshangilia na kujua ya kwamba yeye alishinda na sisi tutashinda. Yawezekana ni mateso ya dhambi yanakutesa, yapeleke msalabani. Jua kwamba Yesu alikwisha ishinda dhambi, aliifilia dhambi. Nguvu ya dhambi, nguvu ya mauti ilishashindwa katika jina la Yesu Kristo, ilishanyamazishwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo hiyo nguvu ya mauti na dhambi lazima itakuondoka katika jina la Yesu, lazima itakuachia katika jina lake Yesu. Kwa uweza wake itakuachia. Amini katika jina la Yesu. Hebu nirudi nyuma pale kwenye Petro, kwenye mstari wa 12. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake
husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao. Masikio ya Bwana, macho ya Bwana yanawaelekea na kuwasikiliza wenye haki, watendao haki. Kwa hiyo kwa mtenda haki, utakutana na upingamizi, utakutana na vizuizi, utakutana na ushawishi mbaya. Lakini anasema ni bora kuteswa kwa sababu unataka kufanya cha Mungu. Hayo mateso hayatafanikiwa kukuondoa au kukuzuia au kukushinda, kwa sababu Yesu alishayashinda. Kwa hiyo nguvu ya kupita tunayo. Na Yesu anasema jipeni moyo, ulimwenguni mnayo dhiki. Katika Yohana anasema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda. Kwa hiyo tutashinda kwa sababu tunaye mshindi aliyetushindia. Utashinda kwa sababu Yesu akiwa na wewe, wewe una ushindi tayari. Una mshindi aliyekushindia. Una Bwana aliye juu ya hao mabwana wanaokuonea. Usiogope kuonea kwao. Watakusulubisha, lakini siku chache Yesu yuko karibu. Atakuja, atakutoa kwenye hilo shimo, akakutoa kwenye hilo shimo. Majiwe makubwa walioweka Yesu kwa uweza wake yanaondolewa, yanasukumwa pembeni, hayatakaa kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa kuwa macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao. Husikiliza maombi yao. Mungu anasikiliza maombi yako. Mateso unayoyapitia, vipingamizi visisababishe ukanyong'onyea, ukashindwa kuendelea kumwamini, kuomba na kumtukuza Yesu Kristo. Usizuiliwe. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea na ninatamani, nina kiu uendelee sana. Songa mbele sasa kwa nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu tuombe. Ninakushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kwa ajili ya neno lako. Bwana, naomba neno hili likaendelee kutenda mambo makuu na nguvu ndani ya msikilizaji na huyu mtu ambaye Bwana yuko kwenye mateso anapitia. Ninaomba nguvu ya msalaba kamjaze, amsaidie na mawazo yake akawaze yaliyo ya Mungu, asiwaze yaliyo ya kibinadamu. Kwa jina la Yesu Kristo ninamwombea msikilizaji na huyu anayetazama. Bwana, ninaomba nguvu yako iguse moyo wake, ndoa yake, kazini kwake, familia, watoto wake. Yale mateso na makandamizo na matishio yakakome sasa, yasisababishe moyo wake kuogopa wala kuacha kuendelea kuamini na kukutukuza Bwana. Bwana akubariki na kukujaza nguvu sasa, akupe hatua nyingine. Songa mbele katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nguvu ya dhambi kome na kushindwa sasa, na iporomosha kwa jina la Yesu nguvu yake. Hiyo mamlaka ya adui na iporomosha kwa jina la Yesu, iharibike, isiweze kuzuia maisha yako. Maisha yako yataendelea kwa sababu kuishi kwetu ni Kristo. Kwa jina la Yesu, baraka zako na mafanikio yako yakaendelee. Kazi yako, ndoa yako ikaendelee. Maisha yako na kila kitu chako kikaendelee katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba, ninaomba sauti yako iseme na mtu huyu ambaye ndani yake mateso yale yamemfanya amechoka, amelegea. Ninaomba ukawatie nguvu waliochoka na kulegea, ambao wana mashaka na wasiwasi. Ninaomba sasa Bwana ukarudishe ndani yao nguvu mpya na uwezo, imani zao zikaongezeke na ndani yao. Bwana, ninaomba wajaze uwezo na nguvu tena, waondolee mashaka na wasiwasi. Yesu, wajalie neema na rehema kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uliye katika changamoto mbalimbali,
Bwana akusaidie. Mateso ya Yesu yalifanyika ili wewe uweze kushinda, uweze kupita, na watakapoinuka kukutesa, mwite Yesu ambaye aliteswa kwa ajili yako. Hayo mateso akabiliane nayo, yachukue, yasimamishe msalabani. Kwa jina la Yesu ninaamuru sasa zile nguvu za vitisho zibomoke, zivunjike, zisiwezi kukutisha, wala usiogope. Songa mbele katika jina la Yesu. Neema ya Bwana Yesu ikuwezeshe kuendelea, ikusaidie. Baba, asante kwa pendo lako kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wazee, kwa ajili ya wanaume na wanawake. Bwana, asante kwa uweza wako, kwa kuwa mateso yako yanatupatia heshima, kibali na utukufu. Kwa mateso ya msalaba tunapokea neema, na juu ya neema tunapokea uweza na nguvu. Ninakushukuru Baba, Bwana wa utukufu, na sasa ninaomba ukamjalie kila mmoja kwa uweza wako kujua mateso yale Bwana ilikuwa ni kwa ajili yetu, ili sisi tupate kupita na kushinda. Tusishindwe na mateso, tusizuiliwe na hayo. Tunapopita mahali pagumu, yako mateso mengine ni kwa sababu ya kuleta utukufu wako. Ninaomba utusaidie kutambua. Ninaomba useme na sisi watoto wako, watumishi wako, kanisa lako, tujue yako mateso tutapita ni ili kupokea mambo makubwa. Yako mengine tutapitia ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana, uweza wako na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa. Nguvu za Roho Mtakatifu zimjaze msikilizaji, mtazamaji huyu. Magonjwa ya kuachie, vifungo vikuachie kwa jina la Yesu. Funguka, huwe huru kabisa na mzima sasa. Damu ya Yesu ikuponye. Jina la Yesu lenye uweza na mamlaka likuinue kutoka kwenye mateso, vifungo na uharibifu. Mateso yaliyo ya kishetani ninayavunja kwa jina la Yesu, ya kutoke kwa nguvu ya mateso ya Yesu aliyoyapitia. Sasa wezeshwa kushinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akujaze nguvu zake na uwezo wake. Amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nawe sasa na hata milele. Ibarikiwe sadaka yako, na ibarikiwe siku hii ikawe njema kwako, na ibarikiwe kila kazi ya mikono yako iliyo njema. Bwana akuongeze na kuzidisha. Endelea kumtumikia Yesu, endelea siku zote. Bwana abariki kila kitu chako sasa. Barikiwe sadaka yako sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kumtukuza na kumngoja Bwana. Mungu wetu yu karibu na wote wamwitao, kuwatendea makuu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Nikupe namba ambayo unaweza ukaitumia. Namba ni hii: 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel, lakini nyingine ni Voda ambayo ni 0762 282 439. 0762 282 439. Hiyo ni Vodacom. Bwana akuangazie na nuru za uso wake, akujalie na neema iliyo kubwa. Uendelee mbele katika hilo jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Endelea kukumbuka pia kusubscribe kama hujafanya hivyo kwenye YouTube channel Elimlinzi Mbise. Na Bwana akubariki sana. Amen.